Hebu mshike mkono jirani yako, mkono mwambie barikiwe sana kwa kukesha pamoja nasi. Mwambie jisikie vizuri kwamba Bwana yuko hapa kukuhudumia. Asante sana, unaweza ukakaa. Kwanza kabisa nishukuru kurugenzi wenu kwa kukubali kwamba leo miongoni mwa wanenaji. Shukuru mwangalizi Kangalao ambaye amemaliza somo lake zuri. Kwa kweli tumebarikiwa. Kile pia nishukuru mchungaji mwenyeji, rafiki yangu wa karibu sana, baba tumemaliza naye masomo. Tulianza naye hapa Dar es Salaam, tukaenda kuhitimisha wote Mbeya Itende, mchungaji Rafiki Swali. Kwa hiyo nifurahi kwamba alikuwepo muda fulani akawa ameondoka. Ni kweli kama ndivyo tambulishwa kwenu, naitwa mchungaji Jelas Abel, nachunga kanisa la Tanzania sehemu za Ugodi Makongo juu mwisho. Amen. Naitwa Antiokia Tempo Makongo juu mwisho. Kutoka Mlimani City ni jirani kabisa na kanisa la KKT, mkono wa kulia unashuka kushoto unavuka. Ukitokea huko Gomba unashuka kushoto unashuka hapo kwa kanisani, kuna barabara na bango liko hapa, huwezi kupotea. Ukweli ni kwamba nimepewa somo zuri ambalo mimi mwenyewe nimelifurahia wakati nipo kwenye kujifunza. Wakati naliandaa somo hili nabarikiwa, na mimi na wewe utabarikiwa. Wangapi wako tayari kupokea uamsho? Amen. Asante sana. Somo linasema kijana na uamsho, na andiko ambalo linabeba msingi wa somo hili ni kitabu kile cha Habakuki sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Japokuwa kuna maandiko mengine nitayaleta, lakini andiko hili ndilo ambalo limebeba ujumbe wa somo hili. Habakuki sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Naomba aliona tafadhali asome ili tuende na wakati. Karibu. Habakuki sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kitabu kile cha Habakuki. Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ile ya 3. Nitasoma mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 3. Biblia inasema, sala ya nabii Habakuki. Sala ya nabii Habakuki. Bwana, nimesikia habari zako. Nimesikia habari zako, nami naogopa. Endelea. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Bwana, fufua kazi yako katikati ya nini? Ya miaka. Ndio. Katikati ya miaka. Ndio. Tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Mstari wa 3. Mungu alikuja kutoka Temani, yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Palani. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa yake. Amen. Baba, ibariki neno hili na ukajitwalia utukufu katika maisha ya watumishi hawa. Mimi ni chombo chako, nipake mafuta kwa mapenzi yako usiku huu, na kupitia ujumbe huu Bwana ukainuliwe wewe. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Amen. Tunapozungumza uamsho, si neno geni kunisikia, yumkini kuna wakati uliwahi kujifunza kuhusiana na somo la uamsho. Sasa katika andiko hili la Habakuki tunaona kile ambacho Habakuki anatufundisha kwamba uamsho katika maisha ya mtu binafsi au ndani ya kanisa si mipango ya wanadamu, si mpango wa wanadamu. Au uamsho hauwezi kuja kwa mipango ya wanadamu, bali ni kwa mtu ambaye yuko tayari kutambua nyakati na majira yaliyopo sasa, akaamua mtu huyu kuwa na maombi yenye toba ya kweli ndani ya moyo. Sema toba ya kweli ndani ya moyo.
Mtu ambaye ana kiu ya kuona matendo makuu ya Mungu au kumwona Mungu anatenda kazi kwa upya, au iwe ni kilio cha kila mtu au cha kila kijana. Habakuki yeye anaomba, anasema ee Bwana, fufua kazi yako. Ni kati ya maombi ambayo tunapaswa kuyaomba kwa wakati huu baada ya kuwa dhaifu. Maanake watu hawa hapo awali walitembea na Mungu, waliona matendo makuu ya Mungu, waliona uwepo wa Mungu, lakini baadaye watu hawa wakawa dhaifu kiroho. Ni Mungu kumfanya mtu ambaye amekuwa dhaifu kiroho na vuguvugu, mtu ambaye alipoteza shauku ya kumtafuta Mungu, mtu huyu arudi kwenye utendaji, yaani kuwa moto kiroho. Sema moto kiroho. Rudia tena, sema moto kiroho. Wangapi wako tayari kuwa moto kiroho? Amen. Amen. Jambo lingine ni kurudi kwenye uzima baada ya kufa. Unajua, tunao Wakristo makanisani, tunao vijana wengi makanisani wamebaki na majina ya Ukristo, wamebaki na majina ya Ukristo, wamezaliwa kwenye dini hii ya kilokole. Wangapi wamezaliwa kwenye dini ya kilokole? Yaani wazazi wao wanaokoka, wanakuta wazazi wao wameokoka, na maanisha hivyo. Sasa watu hawa tusipokuwa waangalifu, wanaweza wakabaki na majina ya dini zao. Lakini usiku wa leo nataka nikuhakikishie kwamba iko neema tena ya kufanywa upya. Amen. Iko neema ya kubadilishwa. Sema amen. Amen. Ufunuo 3 mstari wa kwanza na wa pili, naomba tusome kama atakuta mtu mwenye tumia na maiki. Ufunuo 3 mstari wa kwanza. Nataka tuone kwamba unaweza kuwepo kanisani, una jina la Ukristo, una cheo cha Ukristo, lakini ndani yako ule uhai, ule uzima wa kimungu haupo. Umekufa, japo naishi, japo natembea, japo naimba, lakini unaweza ukawa hauna uhai, hauna uzima ndani. Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili, tusome. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi, kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu, na zile nyota 7. Nayajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai. Una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Yaani hawa watu walijulikana, walitambuliwa kama watu waliookoka, lakini watu hawa watazama, aliwaona wamekufa, yaani hawana uzima ndani. Soma mstari wa 15 na 16. Mstari wa 15 na 16. Ndio. Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Natosha. Kumbe anaweza kuwa mtu kanisani akawa ni vuguvugu, au akawa ni baridi, au akawa ni moto. Pointi yangu kubwa, moto ndani yetu. Mungu awashe moto ndani yako, na Mungu akiwasha moto ndani yako, hutakuwa kama ulivyo. Ujana wako utabadilishwa, mtazamo wako utabadilika. Hautakuwa na ibada za mazoea, hautamtumikia Mungu kwa mazoea. Bwana Yesu atusaidie sana. Natamani sana unielewe usiku wa leo kwamba Mungu yuko tayari kurejeshea moto. Mungu yuko tayari kurejesha ule upendo wa kimungu au ile hamu ya kumtumikia Mungu tena kwa moyo, kama maandiko yanavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ngapi? Ya sura ya 4
Kama sura inasema, sikiliza hizi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nguvu zako zote. Kwa kumbe kuna kumpenda Mungu. Hapo mwanzo watu hawa walikuwa wakimpenda Mungu. Kusoma Ufunuo sura ya 2 na ule mstari wa 4 anasema, kumbuka jinsi ulivyotembea hapo kwanza, jinsi ulivyokuwa unampenda Mungu, jinsi ulivyokuwa unajitoa. Nakumbuka miaka ile mimi naokoka, nilikuwa na moto usio kwa kawaida. Usiku kama huu nilikuwa napanda kwenye kilele cha mlima kama huu, ninahubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Sikuangalia nani ananisikiliza, nilikuwa nakutana na mafanya wanatembea usiku kwenye doria. Kwa hiyo mimi nasabina mhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani moto wake usiku wa leo. Haleluya. Kwa ufupi, uamsho ni kuwishwa upya maisha ya kiroho au kanisa, mtu au kanisa au taifa, ili watu wamrudie Mungu. Sema amen. Amen. Watu wamrudie nani? Mungu. Sema kumrudia Mungu. Sema kumrudia Mungu. Lengo kubwa la masomo haya au somo hili ni kuona vijana ndani ya kanisa la nchi, la mahali, section, kanisa la mahali pamoja, vijana ambao wapo kanisani. Lengo la somo hili ni kuona vijana wetu wanarudi kwenye huduma. Sema kurudi kwenye huduma. Unapozungumza huduma ziko nyingi kanisani. Kuna huduma ya maombi na maombezi ambayo leo imeachwa na vijana wengi. Vijana wengi hawako tayari kwa maombi. Vijana wengi hawako tayari kufunga na kuomba. Vijana wengi hawako tayari kukesha makanisani, ila huku wanakesha. Mbona unitikie amen? Nyakati za leo vijana wengi hawapendi maombi, hawapendi mifungo, hawapendi kujitoa. Lengo la somo hili, tunataka moto wa maombi urudi. Wakati ule mimi naokoka, tulikuwa na mikesha Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Ifika mahali tukazoea kwamba ndio kawaida ya maisha yetu. Kukesha wapi? Kanisa. Muulize mwenzako, maombi unayo? Maombi yapo? Vijana wengi wamelala usingizi. Leo wanaamshwa leo wameamshwa leo. Uwezo ukawa kijana umelala usingizi. Unajua Mungu alimshangaa sana Yona wakati amepewa wito wa kwenda kuhubiri Ninawi. Maandiko yanasema Yona akakimbia, na baada ya kukimbia Yona, maandiko yanasema akaingia chini sana kwa merikebu, akatafuta mahali akalala usingizi. Akasahau kwamba ana agizo, ana wito. Mwambie mwenzako, una wito ndani yako. Usilale usingizi. Unajua kuna usingizi wa kawaida tunaofahamu, kuna usingizi wa kawaida tunaofahamu. Mwili umechoka, muda umefika, unaenda kulala. Kuna usingizi ule wa kufa, lakini kuna usingizi wa kiroho. Watu wanakufa dhambini, wewe umelala. Watu wako kwenye shida, wewe umelala. Mwambie mwenzako, amka. Mwambie amka. Tena vijana walio tayari kutafuta uso wa Bwana, watu ambao wako tayari kurudi kwa bidii katika huduma ya maombi na maombezi. Tunatamani kuona vijana wanarudi tena kwenye ibada ya kujifunza neno, vijana ambao ni watiifu kwenye neno, vijana ambao wanamhubiri Yesu kwa uaminifu, vijana ambao wanalijua neno. Unajua ujana wako bila neno bado haujakamilika. Ili uwe itwa kijana anayemjua Mungu, anayempenda Mungu, mcha Mungu, ni lazima uwe na neno la Bwana. Sema neno la Bwana. Maana neno ukiwa nalo ndani kwenye maisha yako, neno hili litakufanya uwe mahali salama na mahali sahihi. Hamu ya kujisomea neno. Nisikilize mtu wa Mungu, tunaposoma maandiko haya, najifunza kwa kijana mmoja anaitwa Yosia. Tusome Wafalme wa Pili sura 22
Wafalme wa Pili sura ya 22 tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hata tusome mstari wa 8 mpaka 13. Na nikuonyeshe vijana ambao walijipambanua, vijana ambao walipotazama dunia ilivyo, walivyotazama kanisa lilivyo, walivyotazama waliotangulia walivyo, wameacha njia, wamemwacha Bwana. Jamaa huyu anaitwa Yosia, kuna mambo aliyoyafanya ambayo usiku wa leo nataka wewe na mimi tujifunze kwake. Ukweli nilipokuwa nasoma, Mungu aligusa sana moyo wangu hapa. Namna gani tunaweza tukarejesha heshima ya Mungu? Sema amen. Amen. Sema kurejesha heshima ya Mungu. Nzuri kama kijana urejeshe heshima ya Mungu kwenye maisha yako, nyumbani kwako, kanisani kwako. Inahitajika vijana ambao wana macho ya rohoni, macho ya rohoni. Unajua TAG hawakukosea walipokuja na kauli mbiu hii kwamba miaka 13 ya moto wa msho, tunamtaka Bwana na nini? Na nguvu zake. Waliona hali ya kiroho iliyopo kwa sasa, waliona hali ya kiroho iliyopo kwa vijana, waliona hali ya kiroho iliyopo ndani ya kanisa, wakaja na kauli mbiu hii. Wanatamani matokeo makubwa, wanatamani moto wake. Sema amen. Huwezi ukarudi kwenye moto kama bado hujajifanyia tathmini. Sema hujifanyia tathmini. Bado hujanielewa. Sikiliza, mimi ni mchungaji. Kuna wakati mwanzo wa mwaka au mwisho wa mwaka huwa najifanyia tathmini mwenyewe. Nilianzaje? Nimefika wapi? Ni wapi nimekosea? Ni malengo yake ambayo tuliyaweka tujayafikia? Tulifeli wapi? Tulishindwa wapi? Unapojifanyia tathmini ya kiroho chako, inakupa ufahamu wa kuanza upya na Bwana. Bwana Yesu asifiwe kwanza. Amen. Hivi mimi kiroho changu ninapanda au ninashuka? Nilikuwa nahubiri Injili, hivi bado na uwezo wa kuhubiri Injili? Nilikuwa na uwezo wa kusoma neno, bado ninasoma neno? Hiyo ni tathmini ya mtu binafsi, kujifanyia tathmini. Yosia kijana mdogo amepata nafasi ya kuwa mtawala, kiongozi, akafanya research, akafanya utafiti, akagundua kwamba wazee wake, babu zake walimwacha Bwana, wako kwenye hali mbaya. Naomba tusome Wafalme wa Pili sura ya 22 kwanza mstari wa kwanza na ule mpaka 3. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema, Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 8 tu. Akatawala miaka. Wewe unaweza kuwa na miaka mingapi? Miaka 8. Akatawala miaka 31. Miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida. Mstari wa 3. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafani mwana wa Azalia, mwana wa Meshulam, mwandishi, nyumbani kwa Bwana, akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu, ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanaosimamia nyumba ya Bwana. Wakapewe wafanyakazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa, wapate kuitengeneza nyumba. Inatosha.
Yosia alipokaa na kufanya utafiti na research, akagundua kwamba mahali walipo ni mahali ambapo si mahali pake. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitaka kunielewa, natengeneza msingi. Nyakati wa pili 34 mstari wa 3 na 4. Nyakati wa pili sura 34 ule mstari wa 3 na 4. Kuna kitu nataka nizungumze. Soma Nyakati wa pili 34 mstari wa 3 na 4. Ndio. Mstari wa 3 na 4. Ndio. Nyakati wa pili 34 mstari wa 3 na 4. Nyakati wa pili 34 mstari wa 3 na 4. Yeah. Biblia inasema, kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, naye akali mchanga, alianza kumtafuta Mungu wa Daudi babaye. Sema alianza kumtafuta Mungu wa babaye. Ndio. Hata katika mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa mahali pa juu na kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kusogo. Wakazibomoa madhabahu za Mabaali machoni pake. Inatosha. Wakazibomoa. Akagundua kwamba chanzo cha watu kupoa, chanzo cha watu kumwacha Bwana, watu hawa walichanganya miungu, walienda kuabudu miungu ya babu zao, walikuwa na matambiko. Mtu huyu kwa sababu ana shauku, ana njaa, ana kiu ya kumwona Mungu anatembea, alianza usafi katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza usiku wa leo, wale ambao wanatamani kuona moto wa Bwana unawaka tena, unarudi kwa upya. Tuwe tayari kusafisha mioyo yetu, tuwe tayari kumrudia Bwana kwa toba. Vijana wenye kiu, wenye njaa ya kumtaka Bwana, wale ambao wanatamani watembee na Mungu, waone miujiza, waone uponyaji, wako tayari. Ni wale ambao kwanza wanafanya research, wanafanya utafiti, nimekwama wapi, tumepoteza mwelekeo. Kama tumepoteza mwelekeo, nataka turudi. Tunarudi kwa njia gani? Ni kwa njia ya toba, ni kwa njia ya kumtafuta Bwana aturudie kwa upya tena. Sema amen. Vile vilivyokufa vifufuke tena. Haleluya. Unajua watu ambao wamepoa rohoni huwa wapendi maombi, wapendi mikesha. Muuliza mwenzako, ni wewe? Hawapendi kusoma neno. Muuliza mwenzako, ni wewe? Na huwa hawanunuaga hata Biblia. Muuliza mwenzako, unayo Biblia? Kama unayo, inua juu basi tu. Kama unayo, inua juu. Inua. Ngeukie mwenzako. Inua juu na ngeukie mwenzako. Hana Biblia? Nayo kwenye simu. Anayo. Kwenye simu. Ndio, sawa. Kwenye simu hiyo tunaangalia sana. Tunachotaka ni ile sababu simu kuna mazingira ambayo yanataka uonyeshe misimamo ya imani yako. Amen. Unajua unaheshimiwa vile unavyokuwa muonekano wako. Amen. Si ndivyo jamani? Ndio. Kinachokufanya usome Biblia nini? Kinachokufanya uone aibu kubeba Biblia nini? Uliza mwenzako, nini kinachokufanya uone aibu? Mimi naambia wenzako, sonangi aibu hata kwa mkwe. Mbele za mkwe huwa sioni aibu. Na mimi nilianza kuhubiri ukweli. Nipo kwenda ukweli kwangu huko Tanga huko. Kuna Wasambaa, naomba Wasambaa wajeshe huko. Wasambaa wako hapa. Wapare wako hapa. Washi menyani mpare. Kwa hiyo nikafika mahali pale, sikuona aibu. Kwanza nilijitambulisha mimi ni nani, na nikaanzisha ibada mwenyewe pale, na kuna watu waliokoka kwenye familia mpaka leo wanamtumikia Mungu aliye hai. Kijana lazima uonyeshe misimamo, tangaza misimamo kwamba wewe umeokoka.
Kinaweza kufanya uone aibu ni nini? Moto umezima. Moto umezima. Muulize mwenzako, moto umezima au unawaka? Usiku wa leo tunataka tuwashe moto tena. Moto wa maombi, moto wa kuhubiri Injili. Haleluya! Tena vijana wenye njaa, wenye shauku ya kumtumikia Mungu, vijana ambao wanasema katika ujana huu nitamwishia Mungu aliye hai, vijana ambao wamejitenga na dunia, vijana ambao wamemwishia Mungu, vijana ambao wanachukia dhambi. Nigonge nisigonge, toboe nisitoboe. Haya ndio majira yenyewe ya kutangaza misimamo kwamba mimi nimeokoka. Kuanzia vaa yako, kuanzia kutembea kwako, kuanzia hata jinsi unavyomtazama mtu. Nigonge nisigonge. Unajua watu wanakutambua namna unavyotembea, namna unavyovaa. Nigonge nisigonge. Tunao vijana wengi makanisani, sio hapa, wakiwa kanisani mbele ya mchungaji mikono, ila wakitoka tu hata mavazi yanabadilika. Ulizo zako ni wewe, anavaa mavazi akiwa hapa ya heshima. Nikaambia jamani, sisi tuliokoka wakati mwingine tunatafuta maandiko ya kuhalalisha. Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Kakwambia nani? Sasa kama Mungu anaangalia moyo, usitembee uchi basi. Ijulikane kwamba Mungu anaangalia moyo. Sio maana yake. Unafuta nguo unavaa. Unafuta nguo unavaa. Si ndivyo? Sawa, kuna baadhi ya tamaduni ambazo wenzetu hatuwezi kuziiga. Si ndivyo? Kuna tamaduni ambazo hawezi kuziiga. Kuna wenzetu hata ukivaa kibofta namna hii mbele ya watoto wako wala haoni shida. Jamani, kweli si kweli? Kuna wengine anaenda bichi na gari, akifika pwani kule bichi, anakaa pale kwenye mchanga mbele ya baba yake amevaa kipenzi. Wewe unaweza? Muulize, wewe unaweza? Hizo ni tamaduni za watu. Ndani ya dhamiri yako Mungu ndicho anachosema na wewe. Yako maisha unapaswa uyaishi. Sasa Yosia akatambua kwamba watu wamemkosea nani? Mungu. Chanzo cha moto kuzima, watu walimkosea Mungu, watu walimwacha Bwana. Sasa mtu mwenye kiu na njaa ya kuona matendo makuu ya Mungu, ya kuona watu wanamrudia Bwana, aliamua kuingia kwenye maombi. Aliamua kuingia kwenye maombi, akiomba toba ili Mungu arudi kwa upya. Usiku wa leo tunamtaka Bwana arudi kwa upya ndani yetu. Tunataka Bwana arudi kwa upya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu nikuingia mkono na mke, unanielewa? Kama unanielewa, ni lazima vijana warudi kwenye wito wao, wito wa kujitolea, wito wa kweli, upendo wa kweli nyoyoni mwao. Mwana mpotevu alipogundua, alirudi kwa baba yake. Alirudi kwa nani? Rudia tena, alirudi kwa nani? Mwana mpotevu alirudi kwa baba yake. Ni lazima kama kijana kurudisha hamu ya kumtumikia. Sema hamu ya kumtumikia Mungu. Sema hamu ya kumtumikia Mungu. Wangapi wanakiwa kumtumikia Mungu? Wangapi wanashauku ya kuona matendo makuu ya Mungu? Nisikilizeni, mimi unaniona hivi, umri wangu sasa umekwenda, ukiona mpaka hicho kinaanza kutoa mbele wewe, kama nilikuwa nazungumza changalawe, ni kweli. Lakini nakumbuka hizi sana Mungu, na bado sijaachilia. Bwana asifiwe sana. Moto ni ule ule, sijawahi choka kwenye neno la kumtumikia Mungu. Mikakati iko pale pale, na mwezi huu tarehe 28 baadhi yetu tutaleta barua za mialiko, tunazindua vyombo vya uinjilisti. Haleluya! Tumepata vyombo vizuri vya kumhubiri Mungu. Kanisani kwangu tuna timu ya injili, tunasafiri kwenda mikoani zaidi ya miaka 6 sasa, tunasafiri kwenda huko.
Kanisani kuna wainjilisti, sijawahi nyamaza kimya, sijawahi nyamaza kimya. Kiu yangu na shauku yangu ni kumtumikia Mungu aliye hai. Amen. Kiu yangu na shauku yangu niache historia hapa duniani. Unajua kuna watu watakufa hawatakumbukwa tena. Mwambie zako ni wewe, ni wewe. Yaani kifa imepotea. Lakini inawezekana ukaanza upya. Ukasema nataka historia na mimi niache hapa duniani. Watu waseme alikuwa mtumishi fulani aliyempenda Mungu, aliyemhubiri Bwana. Ndicho ambacho natamani kwa vijana wa leo, wenye kiu, wenye njaa ya kumtumikia Mungu, wenye kiu ya kutembea na moto wa Roho Mtakatifu ndani yao. Vijana kama kina Elia, kijana kama kina Elisha. Elisha ambaye alitamani uweza wa Bwana uliokuwa ndani ya Elia. Hata wakati manabii wanamwambia Elisha, baki ujui bwana wako anatwaliwa, alisema niacheni, najua sitamwacha. Aling'ang'ania kuwa na Elia, aling'ang'ania kuambatana na Elia, hakuwa tayari kuvunjwa moyo. Jana naomba usiwasikilize wavunja moyo. Wewe sema Elisha alivunjwa moyo. Unafahamu ni mchungaji na makanisani, yule ambaye yuko karibu sana na mchungaji huwa ana vita sana. Wanasema anajipendekeza, wanasema kimbelembele huyo. Bora ijulikane wewe ni kimbelembele, lakini kuna kitu kinachokitafuta kwenye maisha yako. Elisha, wakati Elia anamwambia kwamba Bwana, basi unataka nikupe nini? Akasema naomba roho iliyopo ndani yako mara ngapi? Maradufu. Naona kiu na njaa ya Elisha ya kumtumikia Mungu. Amen. Naona kiu ya mtu ambaye alitamani kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Vijana wa section ya Mbezi, inukeni, mtafuteni Bwana, muwe na njaa na kiu ya kumpaka Bwana. Waambieni Mungu akiwashukieni, Mungu akirudi ndani yako, Mungu atafufua vyote vilivyokufa. Huduma iliyokufa itafufuka, maombi yaliyokufa yatafufuka, utumishi uliokufa utafufuka. Usiku wa leo tunampaka Bwana, usiku wa leo tunampaka Bwana. Haleluya. Tunao vijana wengi ambao huwa hawajiamini na wito wao. Naomba nikutie moyo, jiamini, Mungu amekuita. Na si mwingine anayetafutwa ni wewe, si mwingine anayetafutwa ni wewe, si mwingine ni wewe. Mungu anataka kutumie kwa kizazi hiki. Mwambie zako, Mungu anataka kutumia kwa kizazi hiki. Wangapi wako tayari kutembea na Mungu aliye hai kwenye kizazi hiki? Wangapi wako tayari kuacha historia ya Mungu kwenye maisha yao? Wajua kuna mtu anaweza kuwepo kanisani, awepo asiwepo, mchungaji wala ujali. Lakini kuna mwingine akiwepo, akikosekana ibada, moyo nauma. Jamani, kweli si kweli? Lakini mwingine yupo, awepo kwa sababu hajihusishi na chochote. Kwenye kuimba kwaya hayupo, kwenye kupiga vyombo kama hivi hayupo, si ndio? Kwenye sifa hayupo, kwenye uinjilisti hayupo. Muulize mwenzako, kanisani kwako wewe uko upande gani? Anasemaje? Anasema yuko upande gani? Halo. Ni lazima kama kijana uwe na njaa, uwe na kiu ya kumwona Mungu kwenye maisha yako. Halo. Nimeeleweka nizungumza? Lazima uwe na njaa na kiu ya kumwona nani? Mungu. Waamuzi 6 mstari wa 12 tunaona maisha ya mtu wa Mungu anaitwa nani? Gideon. Mungu anasema shujaa. Anasema mimi. Hebu nisome. Tusome kwanza mstari wa 12 au 11 mpaka 13. Maisha ya Gideon. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11
mstari wa 11 mpaka 12. Ndio. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Nilikuwa ni kusafiri kwenda wapi? Tabora. Wiki mbili. Nikawa na maandalizi ya uzinduzi. Napigiwa simu, niko majumba 6. Hivi nimeanza leo majumba 6. Majumba 6 mpya. Mkutano wa siku 5. Ni sema upako. Sema upako. Nazungumzia upako wa Roho Mtakatifu. Sizungumzii upako wa chumvi. Sizungumzii upako wa keki. Nazungumzia upako asili yake ni Mungu mwenyewe ndani yako. Mungu akiingia ndani yako, maisha yatabadilika. Mungu akiingia ndani yako, atakubadilisha. Utakuwa mwingine, si wewe kama ulivyo sasa. Natamani usiku wa leo Mungu ayageuze maisha yako. Haleluya! Wangapi wako tayari usiku wa leo? Wanasema Bwana tunakuhitaji. Wanasema Bwana niko tayari. Nisikilize, inawezekana kabisa kwa wale ambao wana njaa, kwa wale wenye kiu, wale ambao wanamtamani Mungu katika ujana wao, vijana wa kike, wa kiume, Mungu anamtumia yoyote aliye tayari. Ukweli kwamba mabadiliko ya mtu yanaanza na mwenyewe. Ondoka kwenye mifumo ya watu waliokufa, rudi kwenye mifumo ya watu walio hai kiroho, ili utembee na uwepo wa Bwana. Kataa dhambi, chukia dhambi duniani, njoo kwa Mungu aliye hai. Haleluya! Namekwambia ukitembea na nguvu za Mungu, hautakuwa kama ulivyo sasa. Mafuta ndani yako yatakutofautisha na wengine. Huduma yako itatofautisha na wengine. Kwenye kuimba utatofautisha na wengine. Kwenye kufundisha utatofautisha na wengine. Kwa nini? Mungu akiwa ndani yako, lazima ubadilike, lazima kutofautishe. Haleluya! Upako wa Bwana ukikaa ndani yako, hautahubiri kwa mazoea, hautaimba kwa mazoea. Unaposimama, Mungu anadhibitisha utumishi wako. Wanaweza tusaidie sana. Wanaweza tusaidie sana. Nakumbuka kanisani kuna mabinti walikuwepo kanisani, kawa naimba. Wakati mwingine tukamwambia kwamba Roho aniongoza tuimbe namna hii. Wale watu wasifa. Watu wasifa hawanielewi. Nilichofanya niliweka pembeni. Ninasema tuweze kwenda pamoja kama hatujapatana rohoni, kaende pembeni. Nataka watu aina hii ambao tutatembea pamoja. Tunaposema maombi, wanaingia kwenye maombi. Tunaposema ibada, wapo kwenye ibada. Leo wakisimama kuimba, mpaka unatamani wakati mwingine wasihubiri. Naita watu naombea tu, watu naondoka. Ni kwa nini? Kuna watu ambao wanamtamani Mungu katika huduma zao. Na Mungu alivyo, maana wanasema anatutamani kiasi ya kuona nini? Wivu. Namna ya kurudi kwenye moto wa Roho Mtakatifu, namna ya kurejesha moto wa Roho Mtakatifu. Nimesema jambo la kwanza ni kuwa na toba. Sema toba. Toba. Rudia tena toba. Toba. Unasemaje mchungaji toba wakati sisi tumeokoka? Kwani Mungu anajua kwamba tumeokoka, lakini tunakosea. Tunawaza mabaya. Tunanena mabaya. Kwa hiyo mwingine tunatumika kwa mazoea. Wakati mwingine tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. Anaposema na sisi tunafanya mioyo yetu kuwa migumu. Wakati mwingine tunafanya mioyo yetu kuwa jamani, mbona mnitikii? Haleluya! Hebu mshike mwenzako, mtikise bega. Tikise bega kama unaona anasinzia. Kwa kile tunamhuzunisha Mungu, Roho Mtakatifu. Aina ya maisha tunayoishi. Aina maisha tunaishi mazoea, tunatumika kwa mazoea. Kuna wakati Mungu Roho Mtakatifu anasema na sisi, tunafanya mioyo kuwa migumu, tunamhuzunisha. Tunaposema toba ya kweli, maana yake ni mtu aliyemaanisha anataka mabadiliko ndani. Na Mungu hawezi kuja kwako kama mwenyewe hujaamua kufanya nini? Kubadilika.
Kwa lugha nyingine, Mungu akupe macho ya kiroho. Sema macho ya kiroho au masikio ya kiroho. Uliza Samueli. Samueli alielewa na nani? Alielewa hekaluni, si ndivyo? Wakati Mungu alipomwita alisikia? Alisikia? Hakusikia. Hakujua kwamba anayemwita ni nani. Kwa nini? Alikuwa na masikio lakini hakusikia. Alikuwa na macho ya rohoni lakini alikuwa haoni, mpaka aliposaidiwa na mtumishi wa Bwana. Nataka nikutie moyo kijana wa leo, yuko Yesu. Kwanza upya na wewe, kama utafanya maamuzi yatoka moyoni, kwamba nimetembea kwa mazoea yatosha, nimemtumikia kwa Mungu kwa mazoea yatosha, nataka Mungu arudi kwa upya ndani ya ile kiu na njaa ulionayo, ukweli Mungu ataonekana kwako. Soma Zaburi ya 42. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3, nadhani itakuwa ni zaidi. Wenye njaa ya kumwona Mungu, gharama wanazolipa. Hebu soma Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Anasema Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. E Bwana, unihukumu. Zaburi ya 42. Ndio hapa kwetu. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Kama ayara aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. E Mungu, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Yaani mtu huyu anamtamani Mungu, ana kiu ya Mungu usiku na mchana, anamtaka Bwana. Sitasahau miaka zaidi ya 20 iliyopita, nazungumza miaka 20 iliyopita, nilipoanza huduma. Nisikilize, nimeanza huduma katika mazingira magumu. Unajua kuna wanaoitwa kwenye utumishi wanazoezi, hata zile walizonazo zinarahisisha kutoa. Jamani, kweli si kweli? Kweli. Umeitwa na hela, si unatafuta kiwanja? Ndio. Umeitwa na hela, si unaenda kiwandani unachukua mabati? Ndio. Unajenga jengo. Unaitwa hauna hela. Nimeitwa wakati mshahara wangu ulikuwa shilingi 30,000 kwa mwezi. Nikitoa zaka 3,000 na baki na shilingi ngapi? 7,000. Nikapangiwa kiwango cha kutoa ujenzi shilingi 13,000. Nilikuwa na baki na shilingi ngapi? 10,000. 14. 14. Ndio naanza huduma. Nimeanza chini ya mti wa marubai. Na kumbe siku moja nikakaa kwenye maombi na mlilia Mungu. Mungu, huduma yangu itazalika mpaka lini? Nataka heshima ya huduma yangu. Unajua kuna maisha unayaishi mpaka watu wanakudharau. Maisha hayo ya mtu aliyechoka, maisha ambayo hayana ushuhuda, yani ya kumshuhudia Mungu. Nikalia. Mungu aliingia maombi ya siku 21. Nikamwambia mke wangu, sitakuwa nimechoka sana, nitakunywa maji. Nitakunywa maji au juisi yenyewe sina hata hela kununua juisi. Ilikuwa nikimtembelea mpendwa, akinipa buku, mimi naipigia mahesabu nikanunua robo ya unga nipite niletee nyumbani wale. Nikaingia maombi ya siku 21 na mlilia Mungu. Namwambia Bwana, naomba heshima ya huduma basi. Maana nafika mahali mji wa Makongo, kuhubiri kwangu ni kama hawanielewi. Inaonekana kama ni kijana aliyeshindwa, aliyekosa ajira. Anaona labda huduma ni njia ya kujipatia nini? Pato. Jamani, naelewa ninazungumza. Nazungumza kiu na njaa ya kumtaka Mungu. Katika maombi ya siku 21 unaweza kukaa pia. Katika maombi ya siku 21 ndipo Mungu aliposema na mimi. Ndipo Mungu alininunulia watu wa kusapoti huduma. Mungu alimleta mtu mmoja tu kuja kwa siku moja kabisa.
mvua ikanyesha. Nilikuwa nimeezeka kipande kimoja mabati ya kuunga, upande mmoja hauna mabati. Mvua ikanyesha, tukalowa chepe. Alipotoka mle, mimi mwenye maombi akasema, mchungaji, hii ni aibu, kanisa kuwa namna hii ni aibu. Akasema nataka nitoe fedha ukanunue mabomba. Akaleta mabati 100. Nazungumza kiu na shauku ya kumtaka Bwana katika maisha. Amen. Tangu hapo Mungu akainua huduma yangu. Tangu hapo Mungu akanitambulisha. Nisikilize. Nazungumza kiu ya kumtaka Mungu aliye. Nakumbuka nikiwa Songea kule Mbamba Bay Ziwani, kule Nyasa, nikiwa nahubiri, tumeenda na vijana wangu kanisani tunahubiri. Tuna mwezi tuko kule, hatujamaliza bado wiki moja, nikapigiwa simu na askofu mkuu, makamu askofu mkuu wa TH. Anasema, nimepata taarifa zako, umesafiri uko Mbamba Bay. Naomba tafadhali kesho ahirisha, achia wengine, wewe njoo. Nikajikuta kwa mzee wa dini na mimi ni mhubiri wa Injili. Hebu mshangilie kwa makofi na vigelegele. Wapendwa, upako wa Roho Mtakatifu unaweza kukutoa mavumbini ukakuketisha na wakuu. Upako unaweza ukakutambulisha kwa watu ambao walikudharau. Yuko Mungu ametutoa huko chini, anakusudia kutupeleka juu. Nakumbuka siku moja wakati natembea, Bwana akaanza kusema na mimi, kati ya watu wengi nimekuchagua wewe. Nisikilize, kati ya watu wengi amekuchagua wewe kijana, bado una nguvu zako. Tamani kutembea na Mungu aliye hai, tamani Mungu akutumie, tamani miujiza ya Roho Mtakatifu iambatane na wewe. Wafu, wagonjwa, vipofu waone kupitia wewe. Haleluya! Kuna vijana ambao Mungu amewaita kwa kusudi hili. Heshima yenu ipo kwenye wito wenu. Kama mtatamani kwamba Mungu leo, naomba na mimi niinue, iko nguvu ya kutoa mahali ulipo. Haleluya! Mimi sikuwahi kuomba madhabahu kwa mchungaji wangu Kanemba. Mimi niliona Pastor Kanemba, basi niko kwa Juma 6 na ndio aliniita nikahubiri tena huko. Nikiwa kanisani sikuwahi kuomba madhabahu. Tunao vijana wengi wanashindana wachungaji zao kuomba madhabahu. Huko mitaani madhabahu zimejaa. Semene. Semene. Nakumbuka mimi nilikuwa na kawaida moja tu. Ibada ya Jumatano jioni kisha, mimi mwenyewe nachukua Biblia, nafika mahali penye senta, naanza kuimba mapambio. Walipomuua Yesu, walidhani wameshinda. Kumbe badala yake injili yahubiriwa. Injili yahubiriwa. Mbona huitiki hata kuitika? Injili yahubiriwa. Yahubiriwa. Injili yahubiriwa. Injili yahubiriwa. Watu wanasimama pale, watoto wanakuja kunishabikia. Nafungua Biblia, naanza kuhubiri, naanza kuchemka. Na kwa sababu Kanemba akapata taarifa, kijana wako huwa anahubiri mtaa fulani, anasema nataka Jumapili uhubiri. Nasemaje? Nataka Jumapili uhubiri. Nikajichimbia kwenye maombi ya siku 2, sikula wala kunywa. Leo Mungu akaonekana. Sema nazungumza wenye kiu ya kumtaka Bwana tembee na wao. Nikaingia maombi ya siku 2 usiku, nikiwa nimelala, Mungu kamfunulia mke wangu, nimelikanyaga joka kwenye kichwa. Yaani nimelikanyaga joka kwenye kichwa. Nimelikanyaga joka. Akaniambia huduma ile itakuwa moto. Niliposimama wapendwa, moto ulitembea. Watu walifunguliwa. Tangu pale huduma Mungu akawa ameitambulisha. Kitakacho kutambulisha ni huduma iliyopo ndani yako. Bwana sifiwe. Kama hauna nafasi kwenye madhabahu, Mungu anawapa wengine, hilo lisikuvunje moyo. Wewe kutafute Bwana. Nachojua kila jambo lina wakati wake na majira yake. Haleluya.
Na Mungu anasema nawapenda wafanye nini? Wanipenda. Watafuta kwa vile wafanya nini? Wataniona. Mtafute Mungu. Mungu ataitambulisha huduma yako. Amen. Narudia tena, Mungu ataitambulisha huduma yako. Leo sio yule wa zamani. Alianza na jengo. Mimi jengo nilianza nalo, nilikata mnazi uliochoka, uliokomaa, niliomba kwa Muislamu mmoja mnazi. Ndio nilianza na jengo. Wakina Rafia Swai walianza na mabomba. Mimi nimeanza na mnazi. Nimeupasua mwenyewe mnazi. Nimejenga mwenyewe ile jengo. Nimejenga madhabahu mwenyewe. Yaani mwenyewe nilikuwa nabandika mabambo, mimi mwenyewe ndio nilikuwa mhubiri. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa fundi mitambo. Mimi mwenyewe ndio nilifundisha kwaya. Yaani nilikuwa nafundisha na kwaya. Baada ya kuongeza katika kutoa wengine, lakini nilianza mwenyewe. Kuna wakati nafika sina mshirika, nahubiri mabenchi tu. Haleluya! Tangu hapo Bwana kaanza kujifunua usiku wa leo na kutamkia neno la kinabii. Mungu apatane na wewe leo. Unapoondoka hapa, Mungu aitambulishe huduma yako. Mungu atambulishe kipawa kilicho ndani yako. Usirudi kwa mazoea tena. Haleluya! Waliokudharau Mungu akawaibishe. Kwenye huko rohoni kuna watu wanadharauliana. Nigongele sigongele, tuboe sitoboe. Kuna mtu anakuangalia kuanzia miguu mpaka juu. Isimhubiri naendaga mahali, unaendaga mahali anakuangalia sema sawa, tutakuja kuiona baadaye. Unaposimama ndipo moto unawaka. Mungu anasema huyu ni chombo changu. Natamani Mungu aitambulishe huduma ya. Hebu simama hapo. Simama hapo. Na tuna muda mwingi wa maombi. Tuna muda mwingi wa maombi. Bwana Yesu msaidie sana. Mimi mwenzenu nilifanya maamuzi na ukweli ninamwona Bwana. Ninamwona Bwana, narudia tena. Ninamwona Bwana. Mungu anasema ukimheshimu na anafanya nini? Anakuheshimu. Na watia moyo vijana wangu. Mimi na watoto. Mungu amenipa watoto. Tulikuwa na watoto 6, mmoja alifariki, wa pili akiwa darasa la pili alitumbukia kwenye maji. Kwenye michezo ya watoto wenzake, mvua ilinyesha. Kijana mmoja jirani akamchukua mwanangu, akaenda naye Mtombezi. Eti wanavua samaki, akatumbukia kwenye dimbwi na maji. Akaondoka. Wa kwanza anaitwa Salome, amemaliza chuo kikuu hapo. Yafuata Mary, ameolewa na mkwe sasa. Mwingine anafuata yuko form 2 Beloya. Mwingine yuko darasa la 4 akakamilisha mpaka hapo chekechea. Nisikilizeni, nazungumza kwa sababu naona faida kumtumikia Mungu. Nikikwambia gharama nazolipa kuwalipia watoto, ukaangalia posho nayopata kanisani, hailingani na kile ninachopata kanisani. Nazungumza faida ya upako. Nazungumza faida ya kutembea na Mungu. Posho yangu nayopata kanisani hailingani na kile ninachosomesha watoto. Wala ambao wanasoma Beloya wako hapa? Beloya. Mtoto Kangawesa anasoma Beloya. Hayupo hapa? Wapo, uliza ada ya Beloya. Beloya tulianza na milioni 3. Mwaka wa pili ni milioni 2,600,000. Yule mwingine yuko yule alishamaliza, yashaolewa. Na yule chuo kikuu na yeye nimemsomesha kwa namna hiyo hiyo. Wakati anamaliza masomo, mara mwisho nilipia milioni 3. Shule za kulipia hapo. Sema neema ya Mungu. Neema Mungu. Sema neema ya Mungu. Zenzeni, tunapozungumza Mungu, huyu Mungu tunayemhubiri kwenu ni Mungu muumbaji. Ni Mungu anaweza kufanya mambo makubwa katika mitazamo ya kibinadamu mahali ambapo unaona haiwezekaniki. Mungu alimwambia Musa, amuru mwamba utoe maji. Unakumbuka? Ndio. Uwezo alionao anaweza kaamuru jangwa ikawa chemichemi ya maji. Uwezo alionao Mungu anaweza kaamuru
mahali penye miamba maji yakatoka. Wakati mwingine maisha yetu huwa tunakata tamaa tunapopitia mazingira magumu, tunapopitia kwenye majaribu mazito, unaona haiwezekani kuvuka. Nikwambie, ukiwa na Roho Mtakatifu, kushinda tunashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba hatupiti majaribu, majaribu yapo, lakini tunaona Mungu akitutia nguvu, tunaona Mungu akitutia nguvu. Naomba nikutie moyo, ujana wako ni wa thamani ukitembea na Mungu kwenye maisha. Huduma yako au maisha yako yataheshimiwa ukitembea na Mungu kwenye maisha yako. Kuna watu ambao walitudharau tulipoanza huduma, hata kwenye uzaliwa na upande wa mke wangu, hata kwenye upande wa kwetu, lakini leo tumekuwa kimbilio, yani wanatukimbilia. Kwa nini? Ni Mungu ametubadilisha, ni Mungu ametutengeneza. Vijana wangu, watoto wangu, Mungu yuko pamoja na ninyi. Usiku wa leo tumwambie Mungu atutoe hapa tulipo, tuinue juu. Hebu funika macho yako na viongozi wa sifa, tushike maiki, tumwabudu Mungu aliye hai. Tumwabudu Mungu aliye hai. Tumwabudu Mungu aliye hai. Nataka moto wake usiku wa leo. Nataka tunapoondoka kwenye kambi hili tuwe na ushuhuda kwamba kambi lile Mungu aligusa maisha yangu. Kwa dhambi zote nazokumbuka na nilizosahau, Roho Mtakatifu ni ahadi yangu iliyonenwa na nabii Yoeli kwamba nyakati za mwisho Mungu atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Yesu, Roho Mtakatifu ni ahadi inayoahidi. Kitabu cha Yohana sura ya 7 sura ya 37 Bwana unasema, yeye anaye kiu na aje kwangu anywe, kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji ile hai itatoka ndani yake. Yesu, Yesu, naomba leo ile niliyopenda Roho Mtakatifu nijaze tena, Roho Mtakatifu. Yesu, nijaze furaha ya wokovu. Kibona mikono yako.
Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea nguvu za Mungu, kuna watu wanapokea nguvu za Mungu. Kuna vipawa vinaachiliwa, kuna vipawa vinaachiliwa ndani. Ndio, kuna vipawa kawala vilikufa vinafufuka. Bwana anafufua. Yuko hapa Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Mpaka wa Roho Mtakatifu hakugeuza, hakubadilisha. Simamona inapokana nacho. Hata kiuna utamu wa Mtakatifu. Mtamuzi napendea. Mungu ya waamsha. Bwana anarejea tena. Bwana anarudi. Vijana wa Mbezi, Mungu anakusudia kuwatumia ninyi. Mungu anakusudia kuwabadilisha ninyi. Ni vyombo vilivyoteua, vilivyopendwa kwa ajili ya ufalme wa Bwana. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Mpaka wa Roho Mtakatifu unaachiliwa ndani yako. 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 Pokea. Unajaa nguvu. Mpaka unavunja nira kila mifungo iliyokamata maisha. Unakuachilia sasa. Unakuachilia sasa. Unakuachilia sasa. Unakuachilia sasa. Jaa. Omba. Usikae chini. Inuka ulikaa. Inuka wetu. Iko nguvu. Unakugeuza. Unakubadilisha. Unakufinyanga. Unafinyanga upya tena. Unafinyanga upya leo. Unaongezewa nguvu. Katika mapito ulipita. Kuna wakati ulichoka. Ulikata tamaa. Ulivunjika moyo. Wafanya majaribu. Uliyopita. Lakini leo Bwana anarudi kwa upya. Mchana wakazimia. Mchana wamejaa Bwana. Watapata nguvu mpya. Iko nguvu mpya leo. Kwa jina la Yesu.
Bwana.